رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Katika darasa yetu ya mwisho tulipita kwenye hizo aya kuanzia 96 mpaka 99. Allah anasema walaqad arsalna Musa, kwa hakika tulimtuma Musa, bi ayatina wa sultani mubin, tulimpa aya zetu. Aya huwa ni kitabu alichopewa cha Taurati pamoja na ile miujiza ya kumsaidia akishindwa kueleweka kwa aya za kitabu, anatumia nguvu ya miujiza aliyopewa ili watu wamuelewe kwamba anachokisema katumwa sio chake. Wa sultani mubin, sultan huwa ni ile power aliyopewa ya kuwa ni kiongozi mwenye uwezo wa kuwatawala watu wake. Sultan ni nguvu, mamlaka ya uongozi. Kwa hiyo Musa kama tunavyojua ni ulul azmi, ni miongoni mwa ulul azmi min ar-rusul. Kwa hiyo alikuwa ana authority na power ya kuwaongoza watu wake. Katumwa akiwa na uwezo kamili wa kiuongozi ila Firauna wa malaihi, kwa Firauni na viongozi wenzake kwenye serikali yake. Lakini hao watu wa Firauni, viongozi na wanaoongozwa, walikataa kumsikiliza Musa. Fattabau amra Firauna, wakafuata amri za Firauni, ndio walikuwa wanamheshimu na kumtii. Wama amru Firauna birashid, na amri za Firauni hazikuwa zimenyoka, hakuwa akawaongoza watu wake kwenye kheri, lakini walikuwa wanamfuata hivyo hivyo. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Hadhihi hiya alqissatu sabia, hichi ni kisa cha 7 katika mfululizo wa visa vya mitume vilivyozungumzwa kwenye sura hii. Hichi ni cha 7. Wa hiya akhirul qasas fi hadhihi surati alkarima, hichi ndio kisa cha mwisho katika visa vilivyosimuliwa kwenye sura hii tukufu. Wal maana, na maana ya maneno ya aya hii, laqad arsalna Musa bi shara'i'a wa ahkam wa takalifa ilahiyya. Musa tulimtuma tukampa sharia. Sharia ndicho kitu kinachoweza kuwadhibiti watu kwenye uongozi.
wanapofanya sivyo, sharia inawadhibiti kuwaweka kwenye mstari wa ahkami, na tukampa nguvu ya kuweza kuwaongoza watu wake, wa takalifa ilahia, na tukawapa majukumu ya kiutendaji yaliyotoka kwa Mungu. Takalifu ni yale unayoamrishwa au unayokatazwa. Wa ayyadnahu bimu'jizatin qahira, na tulimpa msaada pamoja na aya, tukampa na msaada wa miujiza, miujiza iliyokuwa inakinaisha akili kwa mwenye kuzingatia. Wa bayinatin bahira, tukampa na dalili zilizokuwa za wazi au hoja za wazi. Kalasa wal yadi, miujiza ni kama ile fimbo yake iliyokuwa inageuka nyoka, au mkono wake ambao ulikuwa unang'ara na kuzimika, ili watu wajue haya hayafanyiki kwa uwezo wa kibinadamu wala nguvu za uchawi. Anayeweza kufanya haya ni Mola mwenye uwezo wa kila kitu. Lakini vyote hivyo, aya za kitabu na nguvu za miujiza, havikuweza kuwashawishi watu wa Misri wakamkubali Musa. Musa ambaye katumwa akapewa nguvu za aina zote hizo. Katumwa Musa ila Firauna wa malaihi, kwa Firauni na viongozi wenzake wa serikali yake. Yani arsalna Musa ila Firauna wa ashrafi qaumi, tulimtuma Musa kwa Firauni na wale watawala wenziwe watukufu katika watu wake. Lengo la Allah akituma mtume huwa anataka aheshimiwe na yale anayokuja nayo yafuatwe, kama alivyosema katika sura ya 4, wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, situmi mtume yoyote katika mitume ninaowatuma ila huwa ninawataka watu wamtii huyo mtume kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo Musa ni mtume na kapewa kitabu na miujiza, lakini wale waliopelekewa mtume hawakumkubali Musa, hawakuheshimu maagizo yake, hawakumfuata kwenye aliyowaelekeza. Fattabau amra Firauna, wakaamua kufata amri za Firauni japo anawapotosha. Walikataa kumfuata mtume na wakamfuata mtu anayepingana na mtume. Fattabau amra Firauna, watu hawa wa Qibti walifuata amri ya Firauni. Yani faatau amra Firaun, walikuwa wanatii amri za Firaun na walikataa kutii amri za mtume wa Mungu. Waasau amra Allahi, wakaziasi amri za Allah, wakamtii yule anayewapotosha, wakaacha kumtii Allah anayewaongoza kwenye haki. Wama amru Firauna birashidi, walimfata Firauni hali ya kuwa amri za Firauni hazikuwa zikawaongoza kwenye kheri. Amri za Firauni zilikuwa zinawaelekeza kwenye shari. Wama amru Firauna birashid, yani wama amru Firauna bisadidi, amri za Firauni hazikuwa zenye tija, hazikuwa zenye manufaa kwao. Liannahu laysa fihi rushdun wala huda, kwa sababu kwenye amri za Firauni hamkuwa na miongozo ya sawa wala uongofu. Wa innama amruhu jahlun wa dhalalun, amri za Firauni zilikuwa ni ujinga mtupu na upotovu, lakini wakaamua kufuata ujinga na upotovu kwa sababu ya nidhamu ya woga, wanamuogopa ndio maana wakamtii. Kama ilivyo katika aya nyingine, Allah amesema fastakhaffa qaumahu faata'u, aliwaona watu wake ni wapumbavu na kawatriti kama wapumbavu, na kweli wakaukubali upumbavu, wakamtii mtu ambaye kawafanya wawe wapumbavu. Yaqudumu qaumahu yawma alqiyama, Firauni atawatangulia watu wake siku ya Kiyama. Yeye atakuwa mbele na wale waliomtii watakuwa nyuma yake, atakakokwenda na wao ndiko watakakokwenda. Yaqudumu qaumahu yawma alqiyama, atawatangulia Firauni watu wake mbele siku ya Kiyama. Yani maana yake yatakaddamu amamahum,
Firauni atakuwa anatembea mbele yao ila nari, kuelekea motoni, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Yeye yuko mbele na waliomfuata watakuwa wako nyuma yake. Kama kana yatakaddamuhum fi dunya, kama alivyokuwa anawatangulia huku duniani. Yeye yuko mbele, kiongozi wao, analoamrisha wanamtii. Kwa hiyo na siku ya kiyama atakapoambiwa yeye aende, na wao wataenda huko. Na yoyote anayemfuata mtu asiyekuwa mwongofu, hii itakuwa ndiyo matokeo yake. Kule anakokuelekeza na wewe ukakubali, na siku hiyo kule atakakopelekwa yeye na wewe ndiko utakakokwenda. Fa auradahum nar, kwa hivyo kawapelekesha wenziwe motoni. Auradahum nar maana yake adkhalahum nara jahannam. Firauni kawaingizisha wenziwe kwenye moto wa jahannam, na kwa sababu walikubali wenyewe, walimtii mtu hali ya kuwa wanajua huyu mpotovu, lakini wakamfuata hivyo hivyo kule alikoelekea yeye, na wao wakaelekea. Kwa hiyo mpaka siku ya kiyama atakakopelekwa kiongozi wao, na wao ndo watakwenda huko huko. Na mwenye kumfata asiyekuwa na haki, haya ndo matokeo yake. Wewe umemfata, unampenda, unamtii kwenye analokuamrisha. Siku ya kiyama kule atakakokwenda yeye, na wewe utaenda huko, maana huyu ndo wewe ulikuwa chawa wake. Kwa hiyo utaenda kule anakokwenda. Fauradahum nara, yani adkhalahum nara jahannama. Firauni kawaingizisha wenzake kwenye moto wa jahannam. Wa bi'sal wirdul mawrud, yani bi'sal mudkhal, ni mahala pabaya sana pa kuingia. Bi'sal madkhalul madkhulu, ni mahala pabaya pa kuingia mwenye kuingia. Naru jahannam, kwenye moto wa jahannam. Wewe ulimfuata huyu anakoenda ndo huko. Kwa hiyo huko anakoenda ni kwa hala kubaya, na wewe utaingia. Wa utbi'u fi hadhihi la'natun, na wamefuatishiwa, wamefungamanishiwa kwenye haya maisha yao ya dunia na laana, pamoja na adhabu iliyowafika wakati walipoangamizwa. Imeambatishwa adhabu yao ya duniani na laana ya Allah, yani Allah hayuko radhi nao. Ulhiqu fawqa aladhabi alladhi ajjalahu Allahu lahum, wamefungamanishiwa juu ya ile adhabu ambayo Allah amewapa hapa duniani. Pamoja na adhabu ile wamefungamanishiwa pamoja na adhabu laanatan, na laana fi dunia, katika dunia. Laana ni kukosa radhi, yani Allah hayuko radhi na wewe, wewe unakuwa uko mbali na rehema zake na radhi yake. Kawaadhibu na huku kawakasirikia. Wa yaumal qiyama, na hiyo siku ya kiyama ikifika, yani hiyo laana na adhabu ya duniani wameipata hapa duniani, lakini na siku ya kiyama, wa yaumal qiyama, na siku ya kiyama Allah atawaambia adkhilu ala firauna ashadda aladhab, waingizeni wafuasi wa Firauni na Firauni mwenyewe kwenye adhabu mbaya mno. Kwa hiyo wanalaana duniani kwa kuadhibiwa na kwa kukosa radhi za Allah. Wa yaumal qiyama, na siku ya kiyama pia watakuwa na laana, yani wa urdifu, na watakuwa wamefungamanishiwa bilanatin ukhra, na laana nyingine yaumal qiyama, siku ya kiyama, mpaka wanafufuliwa. Allah bado hana radhi nao. Bi'sa rifdul marfud, aya imemalizia kusema bi'sa rifdul marfud, yani saa al-aunu al-mu'anu. Arifdu ni msaada, kama vile umeingia mahala unajaa, ukaomba angalau dhiafa. Nimeingia hapa lakini choka mbaya, hali yangu taabani, nina njaa, kama mna chochote nisaidieni. Ukaja ukapewa chai kama ile ya polisi. Maana ukikamatwa na polisi, waliokukamata washakuweka selo,
Akija bosi wake yule aliyokukamata, anaulizwa aliyekukamata, ushawapa chai hao? Roho yako inakuwa kwatu, unasema kumbe wa jamaa wa karimu, chai sijanywa. Wewe hujui kumbe chai fimbo au buti. Yani mnawaleta hapa kama bibi harusi, ushawapa chai. Sasa chai ya polisi buti, vigongo, mapigi, hiyo ndo unakuwa ushapewa chai. Kabla hawajakuuliza kosa lako wala hawajalithibitisha, lakini kwanza lazima wakukaribisha. Hasa na hawa waliokuwa wamemkorofisha Allah, wanakuwa wamekosa radhi ya Allah duniani, na vyovyote watakavyoondoka wakiwa hawana radhi ya Allah, wanaondoka vibaya. Na watakuwa wamekosa ya radhi ya Allah baada ya kufufuliwa akhera, na hatimaye wanakwenda kwenye adhabu. Mahala watakapoingia ni mahala pabaya mno pa kukaribishwa mtu. Bi'sa rifdul marfud, ai maana yake saa launul muanu. Kama kuna mtu yuko kwenye hali mbaya anahitaji msaada, basi ni msaada mbaya sana atakaokuwa anautegemea kuupata siku hiyo. Atapewa msaada wa kitu asichoridhika nacho. Wa ata'ul mu'ta lahum, na kama kuna kitu watakuwa wanahitaji, watapewa kitu kibaya mno cha kupewa mtu siku hiyo. Wa huwa, na kitu chenyewe, al-la'natu fi daraini, wameondoka na laana, na wakifika wanakaribishwa na laana. Wana laana ya nyumba zote mbili, duniani wamelaaniwa na akhera wanakwenda wamelaaniwa. Duniani hawakuridhiwa na akhera wanakwenda hawakuridhiwa. Kwa hiyo unaingia pahala wale unaokabiliana nao hawako radhi na wewe, wanakuchukia wewe. Unafikiri nini utakachokipata? Kwa hiyo wamekosea duniani wakakasirikiwa, wanaingia katika maisha ya barzakhi wamekasirikiwa, na wakitoka hapo watatoka hali ya kuwa wamekasirikiwa, hawatakuwa na mapokezi mazuri bila shaka. Dhalika min amba'il qura, Allah anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallama, dhalika min amba'il qura, hizi ni habari na taarifa za miji yenye ustaarabu ya watu walioishi zama mbalimbali katika dunia hii. Miji ya hao watu ambao taarifa zao mmesimuliwa, kuanzia watu wa Nuhu, Hud, Saleh, na mpaka tukafika huyu wa mwisho Musa na Firaun. Hiyo ilikuwa ni miji yenye maendeleo, yenye ustaarabu kwa nyakati zao, miji iliyokuwa maarufu kisiasa, kijeshi, kibiashara, na walipelekewa mitume ili wafate utaratibu wapate radhi ya Mungu, lakini waliwakataa mitume mpaka Allah akawaangamiza. Dhalika min amba'il qura, hizo ni taarifa unazosimuliwa za miji iliyokuwa na ustawi wa kisiasa, kijeshi, kiuchumi, ustaarabu kwa zama zao. Nakusuhu alaika, tunakusimulia wewe Muhammad na umati wako. Itakuwa tunakusimulia wewe Muhammad au tunakusimulia wewe unayesoma taarifa hizi sasa. Pitia vizuri kwa mazingatio watu wa Nuhu walivyoishi, walivyopelekewa mtume na walivyompokea mtume wao mpaka yakawafika ya kuwafika. Wameangamizwa hao, waliobaki walikuwa na adabu zao timamu na wakamheshimu Allah. Lakini kadiri siku zilivyoenda, ulimwengu ukapata watu waliozaliana, pakajengeka taifa jingine la Adi, wakafanya walioyafanya, wamepelekewa mtume,
Angalia walivyompokea na hatimaye aliyowafika. Ni miji ya zama tofauti kwenye historia ya ulimwengu huu. Tunakusimulia mambo hayo yamejiri kwenye ardhi hii ambayo na nyinyi muko sasa, na nyinyi mmeletewa mtume wenu Muhammad, na ana kitabu na ana kila kitu, lakini na nyinyi baadhi yenu mnarudia yale yale ambayo mmeshasomewa wenzenu waliyafanya na yakawafika ya kuwafika. Dhalika min ambai alqura, hizi ni taarifa, ni habari za miji mbalimbali iliyoishi juu ya ardhi hii kwa zama tofauti. Nakusuhu alaika, tunakusimulia na wewe. Hawa nao waliishi juu ya ardhi hii. Mikasa yote unaosimuliwa waliifanya hapa hapa kabla ya akhera kwenda. Dhalika alqasasu, visa hivi tulivyosimulia humu, min akhbari alqura allati ahlakna ahlaha, ni taarifa za kweli za miji yenye ustaarabu na maendeleo ambayo tuliwaangamiza wakazi wake baada ya kukosa ustaarabu, kukosa adabu. Dhalika alqasasu, visa hivi tulivyovisimulia kwenye sura hii, min akhbari alqura allati, hizi ni habari za miji ambayo ahlakna ahlaha, watu wa miji hiyo tuliwaangamiza, bikufrihim wa takdhibihim ar-rusula, kosa lao kubwa lililofanana tulichowaletea walikikadhibisha. Wakiambiwa muabuduni Mungu mmoja hawakutaka, muheshimuni huyu mjumbe wake hawakutaka. Kosa lao kubwa bikufrihim, ni kukufuru, badala ya kuamini walikufuru. Watakdhibuhum ar-rusula, na kuwakadhibisha kwao mitume. Sasa na nyinyi mliopo leo mnarudia kosa hilo hilo. Mtume yupo hamumkubali, haki mmelinganiwa munaikataa. Nakusuhu alaika, tunakusimulia taarifa za watu hao wewe, ayuha rasuli, ewe mtume wetu, kwa faida yako na umati wako au watu wako. Na mtume sasa hivi hayupo, wewe unayesoma mambo haya. Miji hii ni ya watu waliishi kwenye ardhi hii, tunakusimulia wewe Muislamu mwenye kusoma kitabu hichi popote ulipo. Wanukhbiruka anhu, tunakutaarifu au tunakuhabarisha habari za watu wa zamani, bitariqi alwahyi, kwa njia ya wahi. Haya katika dunia hii hakuna anayejua, yamejiri hapa, lakini miaka mingi ya zamani. Tunakusimulia kama yalivyotokea, sio habari za uongo hizi. Minha, miongoni mwa hiyo miji iliyotajwa hapo, kama watu wa Adi, Thamud, Qaumu Lut, maeneo yao bado yapo. Minha, miongoni mwa hiyo miji tuliyoitaja hapa, qaimun, ipo mingine athari yake bado ipo, kwamba mji huu ndipo walipoishi watu fulani. Wa hasid, na mingine imefyekwa kabisa, hawaishi watu tena, japokuwa athari yao, magofu yao yanaonekana. Kuna mingine ipo, kama mji wa Misri, haukuangamizwa mji, Allah hakuharibu majengo wala miti, ardhi ipo, lakini waliangamia watu wake, kawazamisha baharini huko, mji huko safe, na huku watu wengine wanakula maisha. Lakini miji mingine kama hiyo ya Lut ni ardhi ambayo iling'olewa na ikawa capsize, upside down, imetupwa hapo chini, pamebonyea, juu yake pamefanyika bahari. Inajulikana tu kihistoria, hapa palikuwa nchi yenye watu wenye maendeleo, watu na shughuli zao, lakini wameangamizwa wote. Kwa hiyo katika miji iliyotajwa kwenye sura hii, watu wake walioangamizwa, Allah anasema minha qaimun wa minha hasid. Katika miji hii mingine bado ipo juu ya ardhi mpaka leo,
mengine imefyekwa kabisa, hata athari yake imebakia hiyo athari tu, lakini hakuna maisha, hawaishi tena watu, imeondoshwa. Yani min hadhihi alqura, miongoni mwa miji hii ambayo umesomewa taarifa zake, ma huwa amirun, ipo mingine imeimarishwa mpaka sasa wanakaa watu. Waliangamizwa walioangamizwa, lakini wengine wanaendelea kuishi kwenye maeneo yale yale. Kad halaka ahluhu, walioangamia ni watu tu, wa baqiya binauhu, majengo yao yamebaki. Kama sisi tunaishi kwenye maeneo, tunapita mji Mkongwe tunakuta maghorofa, majengo ya miaka 200 iliyopita, 150 yalikuwa na wenyewe wale, na wakati huo ndo ulikuwa mji wa kisasa, wamejenga, hawapo, yamebakia sasa hivi majumba, wanakaa watu wengine. Wengine huwa wananufaika mpaka sasa. Zamani hizo hakukuwa na mambo ya banking system, mapesa wanaweka chini kwenye makasiki, hutokezea coincidentally watu wakachimba wakakuta kasiki, wakatumia pesa, zilikuwa zina wenyewe zile, ndo wamezihifadhi hapo. Umeona eh? Lakini kuna miji mingine hata athari kama hizo hukuti, pameteketea kila kitu, hukuti nyumba wala kisima wala chochote. Kwa hiyo miji hiyo, minha qaimun wa hasid, ai min hadhihi alqura, katika miji hii tuliyoisimulia, ma huwa amirun, iko mingine iko hai, iko active, watu bado wapo wanaishi. Kad halaka ahluhu, wakazi wake wa zama hizo waliangamia, wa baqiya bunyanuhu, lakini majengo yao waliokuwa wanaishi yamebaki. Wa minha, na miongoni mwa miji tunayokusimulia, ma huwa kharabun, iko iliyoteketea kabisa, hata majengo yameangamia. Kad indathara bi ahlihi, yameangamia walioyajenga pamoja na wenyewe waliojenga. Falam yabqa lahu atharun, hapakubakia hata athari. Kazurui almahsud, miji yao imekuwa kama mashamba ya nafaka ambayo yameshavunwa, pamefyekwa kabisa. Hujui kama hapa palikuwa pana ngano nyingi, pana mpunga mwingi, hujui, imebaki tu ardhi. Wama dhalamnahum, Allah anasema sisi kuwaangamiza watu hatukuwadhulumu. We angalia mfano wa watu wa Nabii Nuhu ambaye anawalingania kwa muda wa miaka 950, miaka 1000 ya dawa, hajaongoka mtu. Baada ya hiyo miaka 950 bado wanapanga hujuma ya mauaji, wamuue mtume wao. Sasa Allah ndo kawadhulumu wao? Mtume wake mmoja, wafuasi wake wachache, hakuwa na nguvu hata ya kuunda jeshi, angalau akaambiwa pigana nao. Kwa hiyo Allah kamnusuru mtume wake wakati keshapangiwa mauaji, kwa kuwateketeza wauaji wengi. Hajawadhulumu, hajawaonea. Maana mtu anakuambia nitakuua, kama hukumuua yeye anakuua kweli. Ili wewe ubaki lazima umuue yeye. Kwa hiyo na Allah kwa hali ilivyokuwa, kaona amnusuru mtume wake, kwa sababu hana kosa, hana hatia. Kumnusuru kwake ni kuangamiza wale wenye nguvu wengi, wabakie wachache ambao hawana hatia. Kwa hiyo Allah anasema yote aliyoyafanya hayo, hawa wameangamizwa kwa ukelele, hawa wamezamishwa maji, hawa wamepelekewa tufani, hawa wamefanyiwa hivi. Allah wote anasema yeye hakuwa na makosa, hakuwadhulumu. Wama dhalamnahum, hatukuwadhulumu, walakin zalamu anfusahum, wamejidhulumu wenyewe. Wama dhalamnahum, hatukuwadhulumu, walakin zalamu anfusahum, lakini wamedhulumu nafsi zao wenyewe. Yani maana yake wama dhalamnahum biihlakihim,
wala hatukuwadhulumu kwa kitendo chetu cha kuwaangamiza. Bighairi dhambin, si kwamba tumewaonea tu hawana kosa lolote tukawaangamiza. Walakin zalamu anfusahum, lakini wamedhulumu wenyewe nafsi zao. Bilkufri walmaasi, kwa kukataa, kukaidi, kupinga amri za Allah na kwa kufanya asivyotaka, wameasi maagizo yake. Fastahaku adhab Allahi wa nikmatahu, ndo maana wakastahiki adhabu ya Allah na maangamizi. Walikuwa hawastahiki tena kuendelea kuwepo. Kuendelea kwao kubaki kungezaa shari zaidi, bora waondoke, ardhi ibakie salama. Fama aghnat anhum alihatuhum, walipambana na mitume wangu kulinda dini yao na miungu yao, lakini nilipoleta mimi adhabu yangu, fama aghnat anhum alihatuhum, miungu yao mingi haikusaidia chochote. Yani mmoja kafanya maamuzi, Mungu mmoja wa mtume kafanya maamuzi, miungu yao mingi waliokuwa wanaitegemea haikusaidia chochote kupambana na nguvu ya Mungu mmoja. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah, ile miungu yao mingi waliokuwa wanaiabudia badala ya Allah haikuwasaidia chochote. Ma aghnat anhum min shay, haikuwasaidia chochote. Yani maana yake ma nafa'atuhum alihatuhum allati abaduha min dunillah, ile miungu yao mingi waliokuwa wanaiabudia badala ya Allah haikuwanufaisha jambo, haikuwapa msaada wowote, haikuweza hata kupunguza makali ya adhabu ya Allah ilipokuja. Hawa watu wa Nuhu wameteremshiwa mvua na ardhi ikawa inatoa chemchemu. Watu wanayo miungu yao mingi, mbona hawakuziba yale maji yanayotoka chini yasije, na wakayazuia yanayomwagika kutoka juu? Na wao ni miungu. Mwenye ulimwengu wake kaamua amwage maji kutoka juu, na hakuna storage ya mapipa labda yako kwenye matenki. Yeye anamwaga maji kutoka juu, na ardhi kaiambia toa maji kila mahala. Ardhi inatoa maji chemchem kila mahala. Wenye miungu yao wapo na wanaona kinachofanyika, miungu haikusaidia chochote. Ma nafa'atuhum alihatuhum, miungu yao haikutoa manufaa yoyote kuwasaidia wale waliokuwa wanaiabudu. Allati abaduha min dunillahi, miungu ambayo walikuwa wanaiabudia badala ya Allah mmoja. Wala dafa'at anhum shay'an min iqabillahi wa adhabihi, na pamoja na wingi wa miungu yao haikuweza miungu hii kuzuia chochote katika adhabu ya Allah na maangamizi aliyowaletea. Kila kilichotumwa kimewafika na miungu yao wanayo. Lamma jaa amru rabbika, haikusaidia miungu yote hii. Lamma jaa amru rabbika, lilipokuja jambo la Mola wako. Miungu ipo na yenyewe ikaingia kwenye kuangamia, inatizama tu, haikusaidia chochote. Miungu haikutoa msaada. Hina jaa qadaullahi, pale lilipokuja amuzi la Allah, biadhabihim, la kuadhibu watu. Kwa hiyo watu wameadhibiwa na miungu yao wanayo, wao na miungu yao wakahiliki. Wama zaduhum ghaira tatbibin, na miungu yao waliokuwa wanaiabudia haikuwazidishia chochote zaidi ya maangamizi. Kule kuiabudu hii miungu na wakamwacha wa kuabudiwa kweli, ndiko kulikofanya yule wa kuabudiwa alipokasirika kawaadhibu. Hii miungu iliyokuwa inaabudiwa haikutoa msaada wowote, wakabaki wanajitizama, wanaangamia wao na miungu yao. Wama zaduhum ghaira tatbibin, yani mazdadatum
ma zadatuhum tilka alalihatu, ile miungu yao haikuwazidishia chochote, ghaira takhsirin wa tadmirin, zaidi ya kula hasara na kuangamia. Wameangamia na huku miungu yao ipo inatizama tu. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, hivi ndivyo anavyoleta adhabu yake Mola wako anapoamua kuufikishia mji adhabu. Mji hupewa adhabu kama hivyo. Waheshimiwa wanakuwepo, majeshi yao wanakuwa wanayo, miungu yao inakuwa ipo, na Allah huleta lake, vyote hivyo vikafrizi. Majeshi hayawezi kurescue, miungu haiwezi kudhibiti adhabu, na umma ukateketea na huku unajiona. Wakadhalika akhdhu rabbika, huku ndo kuadhibu kwa Mola wako anapoamua kuadhibu. Idha akhadha alqura, anapoushika mji, anapoamua kuuadhibu mji, na mji si ardhi, ni watu wa mji huo. Idha akhadha alqura wa hiya zalimatun, Allah huadhibu hivi mji unapokuwa huo mji ni mji dhalimu, yani watu wake ni madhalim. Akiamua Allah kuwashughulikia, anawashughulikia without any kind of resistance, bila ya kinga au kujikinga kokote. Misla dhalika al-akhdhi wal-ihlaki, Allah hufanya adhabu zake kama hivyo anavyosimulia, na huangamiza kama hivyo alivyowaonyesha. Alladhi akhadha Allahu bihi ahla alqura, Allah hufanya hivi kama alivyowafanyia watu wa miji hii aliyosimulia hapo. Adh-dhalimin, watu wake ni madhalimu. Almukadhibin, watu wake kila wanaloambiwa wanakadhibisha. Siku Allah akiamua hufanyishia kweli. Yakhudhu ta'ala bi'adhabihi, Allah huwashika watu kwa adhabu yake. Alfajarata adh-dhalama, wale wanaofanya makosa na wanaodhulumu huwavumilia sana Allah, huwabembeleza sana kwa kupitia mitume wake, wanapewa nasaha na mawaidha, lakini hawasikii. Siku Allah akiamua hana tena cha msalie mtume. Qala al-Ulusi, anasema Ulusi, wa fil ayati, katika aya hii, min indhari zalimi, aya hii ni maonyo kwa mtu yoyote mwenye tabia ya kufanya dhulma. Sawa sawa dhulma hiyo anawadhulumu watu au anajidhulumu mwenyewe nafsi yake kwa kufanya sivyo walivyotakiwa afanye. Aya hii ina maonyo kwa mtu mwenye tabia ya dhulma, mwenye kudhulumu nafsi yake au kuwadhulumu wengine. Wa fil ayati, kwenye aya hii, min indhari zalimi ma la yakhfa, kuna maonyo ya kumwonya yoyote mwenye tabia ya kujidhulumu, na maonyo ambayo yako wazi, hayana kificho. Nimewafanyia hawa hili, na hawa watu jamaa zenu hawa nimewafanyia hili, na hawa nimewafanyia hili, na hawa nimewafanyia hili, na sababu za kufika hapa ni hii. Hasa na wewe fanya kama walivyofanya, unipime uwezo, uangalie nitakufanya nini. Ni onyo na hilo. Nimewapelekea mtume, kakaa miaka mingapi, karine ngapi, kawanyenyekea, wao wamemuudhi, kaongea nao kiungwana, wamemjibu usafihi kwa muda wa miaka kadhaa. Siku nilipoamua niliwafanyia hivi. Sasa na wewe unafanya kosa lile lile, subiri tu na wewe wakati wako, nikiamua nitakufanyia la kukufanyia. Yani hilo ni onyo liko wazi kabisa, alihitaji tochi. Kama kala alayhi salam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu amesema, inna Allaha la yumli lidhalimi, Allah ni mvumilivu sana, huwa anamstahimilia dhalimu, anampururia dhalimu, anampembejea kwa maneno mazuri na nasaha, anamtaka ajirekebishe, atubu kwa muda mrefu. Hata idha akhadhahu, mpaka ikifika wakati sasa huyu haelewi, namshughulikia, lam yaflitu, hachomoi. Siku Allah akiamua ninafanya, hamna tena chenginecho.
Huwezi ukasema nimekoma sasa hivi nishaona, anakwambia umeiona, basi chukua hiyo, harejeshi nyuma tena. Nafasi unayo pale anapokuambia acha, tubu, jirekebishe, pale ukichukua ile fursa, hana matatizo na wewe, atakusamehe hata kama umefanya maudhi kiasi gani. Lakini adhabu ikishashuka, maneno matamu utakayotamka hayazingatiwi tena. Anakupururia vya kutosha, anakupa muda vya kutosha, unanasihiwa sana, unafanya unayoyafanya, bado kakuacha. Fursa ya kutubu unayo, ukikataa kuitumia, hata idha akhadhahu, siku ambayo Allah anaamua kumtia mkononi mtu kama huyo, lam yaflituhu, hawezi kumchomoka, hawezi kupangua matokeo. Adhabu ikija inakukumba na unapokwenda huna salama tena. Toba ulikuwa unayo fursa hapa duniani, tubia usamehewe. Hukutaka kuitumia fursa hiyo, akikutia mkononi kwa adhabu, yani ilo kosa halijaisha, na huko unakokwenda una adhabu ya milele vile vile. Thumma qaraa al-aya, Mtume alisema maneno hayo. Baada ya maneno hayo ndo akaisoma aya hii. Yani alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yumli lidhalimi, Allah huwa anampururia dhalimu, anampa muda, anamnyenyekea, hata idha akhadhahu lam yaflituhu, mpaka anapomtia mkononi hachomoki. Thumma qala, kisha akasema, wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, hivi ndivyo adhabu ya Mola wako anapoufikishia mji anaotaka kuuadhibu. Wa hiya dhalimatun, na mji wenyewe watu wake wakawa ni madhalim. Inna akhdhahu alimun shadid, hakika ya adhabu ya Allah, kuadhibu kwake kunauma na kukali. Inna adhabahu, hakika ya adhabu ya Allah, muji'un shadid, ina maumivu mno na ni adhabu kali, haifanani na adhabu anayopeana viumbe wenyewe kwa wenyewe. Wa hadha mubalighatun fi tahdidi wal waidi, lugha hii aliyoitumia Allah kwenye aya hii wallahi ni lugha kali mno na ni makemeo yake mabaya kabisa kwa mwenye kuzingatia. Inna fi dhalika la aya, hakika katika taarifa hizi mlizosomewa muna ishara nyingi za kuona uwezo wa Allah, mna dalili zake za wazi kwa anayetaka kufahamu. Lakini dalili hizi liman khafa adhab al-akhirah, anaziona na akanufaika nazo mtu yoyote anayeogopa adhabu ya akhera. Wengine wababe hata hiyo akhera wanasema haipo, hakuna adhabu, hakuna chochote, wanafanya watakalo. Lakini yule anayeamini kuna mambo linakokwenda, akikuta kwenye aya kama hizi, kidogo roho yake hurudi, huwa anaina kidogo ya uoga, hofu. Kwenye baadhi ya maeneo huwa anarudi nyuma, hili siwezi kufanya, litaniweka pabaya. Kwa yule anayeogopa akhera ndo hufundishika kwa aya kama hizi. Asiyeogopa akhera ndo hao sema tuna jambo letu, anayemwogopa Mungu atoke, na naye hamuogopi. Jamani, tuna jambo letu leo nyeti, tutakachoamua hapa, kama kuna mtu anamuogopa Mungu atoke. Watu wanafikia kiwango hicho. Kwa hiyo anaye moyo wa imani na kuogopa akhera, hata aya ziko nyingi kwenye Qur'ani kama hizi, kama aya ya mwisho ya sura ya 50, Allah amemwambia mtume wake, fadhakir bilqur'ani man yakhafu wa'id, wakumbushe waja wangu kwa kupitia hizi aya za Qur'ani, watanufaika nazo wale wanaoogopa nilichokiahidi huko mbele. Wale wasiopenda matokeo mabaya watanufaika na hizi aya, zitawasaidia, zitawaelekeza. Lakini kuna wengine ya huko yajayo hawaamini, waache tu wafanye watakavyo mpaka waje waone ukweli. Inna fi dhalika la ayatan, hakika katika simulizi hizi muna ishara za kutosha za kuona uwezo wa Allah. Lakini ishara hizo liman khafa adhab al-akhirah, ni kwa yule anayeogopa adhabu ya akhira, mwenye imani na mambo yajayo.
inna fi hadhihi alqasasi wal ikhbari, hakika katika simulizi za visa hivi na taarifa habari za matukio yaliyojiri kwa wenzenu waliopita kabla yenu, laidhatun, wallahi muna mawaidha ya kutosha, wa ibratun, na muna mazingatio ya kina. Lakini mazingatio haya na mawaidha haya, liman khafa adhab Allah, huwa yana manufaa kwa yule anayeogopa adhabu ya Mungu. Asiyeogopa Mungu hufanya atakalo, wala hana kimeme wala hajitishi. Lakini anayeogopa ya kesho, aya kama hizi kwake zinakuwa ni msaada, ananufaika nazo sana. Liman khafa adhab Allahi, muna mawaidha ya kutosha kwa mtu anayeogopa adhabu ya Allah, wa iqabahu, na anayeogopa mateso yake, fil akhira, ya huko akhira. Aya hizi zinaweza zikamsaidia akajituni kidogo, akakaa katika muonekano mzuri. Dhalika yaumun, hiyo siku ya adhabu ya akhira. Dhalika yaumun, hiyo akhira ni siku ambayo majmu'un lahu nasu, watu wote aliowaumba Allah kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho watakuwa wamekusanywa mahala pamoja kwenye uwanja mmoja. Sasa hivi tunasimuliwa, hawa tunaosimulia wote hata hatujui miji yao walimokuwa wanaishi. Ukiambiwa habari ya watu wa Nuhu, ya Adi, na unauliza hawa watu waliishi mji gani, walikuwa kabila gani? Si kama tukio lililotokezea wiki iliyopita au jana, kama wewe unalijua, ni mambo ya zamani. Lakini ni watu waliishi kwenye ardhi hii, walizaliwa na wakahesabu siku. Leo ana umri wa siku moja, sasa hivi huyu ana umri wa wiki moja, mpaka wakahesabu miaka, mpaka umri umeisha na wameondoka. Wanazaliwa wengine, wakati wengine wanakufa. Wote hawa aliowaumba Allah kutokana na Adam, wa mwanzo kuanzia Adam mwenyewe mpaka wa mwisho atakayeondoka duniani, majmu'un lahu nasu, hiyo siku watu wote watakuwa wamejumuishwa kwenye uwanja mmoja. Sasa hivi hapa siku za sikukuu mijini mnakuwa hamna nafasi, hatutembei kwa raha kwenye vichochoro vya Mbuyuni na pale na Mchangani, tuna banana gari pia dhiki kupita, watu wengi. Je, ingelikuwa wameamka walioishi kuanzia karne ya 15 hapa Unguja, waliokushafika ardhini, Allah waamshe leo, unafikiri miji itatosha? Tuko wengi. Kwa hiyo Allah anasema maonyo haya yana faida kwa mtu anayeamini akhera na akaogopa vituko vya huko. Na vituko vya huko sio vya kitoto, kwa sababu dhalika yaumu majmuu lahu nasu, hiyo akhera ni siku ambayo watu wote alioumba Allah atakuwa keshawaamsha, wamejumuishwa pamoja. Zengwe la siku hiyo sio dogo, yani maana yake yajtamiu fihi alkhalaiq, kwenye siku hiyo watakuwa wamekusanyika watu wote aliowaumba Allah, lilhisabi wathawabi waliqabi, wanakusanywa pamoja ili wafanyiwe tathmini ya matumizi ya umri wao, wahesabiwe kila walichokifanya, walipwe thawabu waliofanya mema na waadhibiwe waliofanya maovu. Yatajiri yote hayo siku ya Kiyama. Kwa hiyo hiyo siku ni ngumu. Anayeiogopa siku hiyo ndo huwa ananufaika na mawaidha yanayopatikana kwenye aya hizi. Wadhalika yaumu mashhudun, tena hiyo siku kila aliyewahi kuumbwa lazima atakuwepo, hakuna atakayepotea hata mmoja. Walam nughadir minhum ahada, Allah anasema tunawafufua wote, hakosekani hata mmoja. Aliyeungua moto atakuwepo siku hiyo, alokufa kwenye milipuko hakupatikana siku hiyo atakuwepo, kafa maji hakupatikana siku hiyo atakuwepo, alikopotea porini kaliwa na wanyama siku hiyo atakuwepo. Dhalika yaumu mashhud, hiyo ni siku ambayo kila mtu atakuwa present, yupo. Yani yashhaduhu ahlu samai wal ardi, hiyo ni siku ambayo viumbe wa mbinguni, malaika wote, na viumbe wa ardhini, binadamu na majini wote watakuwepo hapo.
Allah anawakusanya malaika wake, binadamu, majini, wote siku hiyo watakuwa present, wapo. Wa alwanun wal awwaluna wal akhirun, watakuwepo wa mwanzo mpaka wa mwisho, hakuna atakayekosekana. Qala Ibn Abbas, na amesema bwana Abdullah ibn Abbas, yashhaduhu albarru wal fajir, siku hiyo atakuwepo mwema na muovu, maana ni binadamu sote tunakusanyika pamoja. Wema watakuwepo hapo hapo na waovu watakuwepo hapo hapo, wanaume wako hapo, wanawake wako hapo, wasomi na wajinga wote watakuwa wamekusanywa hapo, watawala na watawaliwa wote wanakuwa wamekusanyika hapo. Dhalika yaumu mashhud, hiyo ni siku ambayo kila kiumbe atakuwa yupo hadhir, present. Wama nuakhiruhu illa liajalin ma'dud, ni jawabu ya huko nyuma tulikotokea kwenye sura hii. Allah amesema, kuna aya moja inasema, wanapoambiwa jitayarisheni na siku ya akhira, wanasema hiyo siku ya akhira nani kaiona? Na tunaambiwa zamani ipo, inakuja, mbona haijafika? Kipi kimeizuia? Ma yahbisuhu, imekwazwa na kitu gani? Sasa Allah anasema wama nuakhiruhu illa liajalin ma'dud, hakuna kitu kinachoifanya hiyo siku iwe haijafika isipokuwa ina wakati wake maalum, ina muda maalum, na mwenyewe mwenye maamuzi lini hiyo siku ailete hajaamua bado. Bila shaka wakati wake haujafika, haijaja kwenu saa ya kiyama kwa sababu muda wake bado. Hakuna kilichokwamisha kiyama kisije illa liajalin ma'dud, ni kwa sababu jambo hili lina muda wake maalum, na maalumu hii alimu ni yeye mwenyewe, Allah ndo anayejua. Kwa hiyo yeye ndo anayeona wakati gani, siku gani muafaka wa kulifanya jambo hili, atalifanya kwa wakati wake, si kwa sababu ya msukumo wa tashtiti zenu. Wama nuakhiruhu, hatuliakhirishi zoezi la kiyama ila isipokuwa liajali ma'dud, ufike ule muda wake maalum unaojulikanwa, na anayejua muda huo ni yeye tu Allah. Wayasalunaka ani saati ayyana mursaha, watu wanakuuliza kuhusu kiyama kitafika lini. Qul, waambie, innama ilmuha inda rabbi, elimu ya lini kiyama kinakuja iko kwa Mola wangu mwenyewe peke yake. La yujalliha liwaqtiha illa huwa, hakuna anayejua wakati wa kuja kiyama ila yeye mwenyewe tu peke yake. Thaqulat fi samawati wal ardi, jambo hili ni gumu kujulikana na viumbe wa mbinguni na viumbe wa ardhini. Hakuna malaika yoyote mpaka hao walio mukarrabun hawajui, wala watukufu wa ardhini hawajui. La taatikum illa baghtatan, hakitowajia nyinyi kiyama isipokuwa ni jambo linakuja ghafla. Ampewi hata notisi ya dakika 5 mkaambia jiandaeni, baada ya dakika 5 ndio ile saa inakuja. Hamna, ghafla tu mtaona mabadiliko. Yasalunaka kaannaka hafiyun anha, wanakuuliza wewe mtume kama wewe ndo dhamana wa jambo hili, wewe unalijuaje? Fima anta min dhikraha, wewe kujua habari ya kiyama wapi na wapi, inakuhusu nini? Qul, waambie, innama ilmuha inda Allah, elimu ya kiyama anayo Allah mwenyewe peke yake, hajamtonya mtu jambo hili. Walakina akthara nasi la yaalamun, lakini watu wengi hawajui. Wanaambiwa mambo halafu hawayaamini, wanajitia hamnazo, hawajiandai. Wama nuakhiru dhalika alyawmi, hatuiakhirishi siku hiyo. Wama nuakhiru dhalika alyawmi, hakuna kitu kinachoichelewesha hiyo siku yaumul qiyama, yani siku ya kiyama, illa zamanin muayyanin, isipokuwa ni tukio lina muda wake maalumu unajulikanwa, na kujulikanwa kwake anayejua ni mmoja tu, yeye mwenyewe alwahidul qahar, sabaqa bihi qadaullah. Maamuzi ya tukio hili anayo Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. La yutakaddamu alayhi wala yutaakhar, hiyo saa aliyopanga mwenyewe anajua saa, wakati, siku
mwaka yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo saa anayoipanga yeye haitoweza kupitishwa wala kutanguliziwa dakika. Yani hawezi kusema nilipanga kiama nifanye wiki ijayo, lakini bora aniwahi tu hapa hapa. Lazima ile ile saa yake ifike, wala ikifika hatosema ngoja niongeze kidogo miaka miwili. Mwenyewe mambo yake kayaweka katika kadari, kila kitu kinachukua nafasi yake. Hiyo ndo siku ya Kiyama, anaijua mwenyewe Allah, na wahusika ni wanadamu, viumbe wake na majini na viumbe wengine kama hao malaika. Wote tunaambiwa watakuwepo, wana kazi zao, wana ripoti zao wanatakiwa wasilishe, na binadamu wadadisiwe matumizi ya muda wao, vipi walivyoutumia, halafu walipwe zuri kwa zuri na baya kwa baya. Yauma yati, siku litakapokuja jambo hilo, siku kitakapokuja Kiyama, la takallamu nafsun illa biidhnihi, hakuna mtu yeyote atakayekuwa na uwezo wa kuongea ila kwa idhini yake mwenyewe Allah aliyeimiliki siku hiyo. Shote uulizwe, sema, utasema. Wewe hebu tupe maelezo ya hili, utatoa maelezo. Hakuna kuongea ovyo, wote kimya mpaka uambiwe ndo useme. Hata malaika watabaki kimya, la yatakallamuna illa man adhina lahu rrahmanu wa qala sawaba. Hakuna malaika atakayeongea ila atakayeidhinishiwa kuongea na Allah mwingi wa rehema, na atakaposema atasema lile linalohusu tu alilotakiwa aseme. Hakuna bobo huko, hakuna mtu kuchonga chonga maneno sana akaremba. Unaulizwa swala, unajibu swala, basi imekwisha. Yauma yati, siku kitakapokuja Kiyama, la takallamu nafsun, hakuna yoyote atakayeongea illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini ya Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idhin lillah, hakuna mtu atakayekuwa na uwezo wa kutoa msaada kumsaidia mwenziwe. Kesi ya siku hiyo itakuwa iko kwa Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Yani yauma yati dhalika alyawmu rahibu, siku itakapokuja siku hiyo inayotisha, la yatakallamu ahadun illa biidhnillahi ta'ala, hakuna yoyote katika malaika, binadamu na jini atakayekuwa na nafasi ya kuongea ila kwa idhni ya Allah mtukufu. Hata mahakama za dunia unaambiwa funga simu. Sasa ole wako, mahakama inaenda, simu lako la Kichina umeliacha tu pale, lije litwange. Jaji anasema mfunge miezi 6 kwanza akajifunze adabu. Anao uwezo huo, kosa lako ndo hilo, na anakufunga hapo hapo. Kwa hiyo duniani mtu anaingia mahakamani kwa adabu na heshima, simu kaizima tangu nje. Wewe pale panaendeshwa mashtaka, alafu ucheke tu, kucheka kosa. Jaji anaweza sema muweke ndani miezi 6. Umecheka. Mimi nilipokuwekwa huko nimeshakaa na mtu kafungwa miezi 6 kwa kosa la kucheka mahakamani. Maana unalazimika wakati mwingine ucheke vile vituko. Kesi si yake, haimuhusu, inaendeshwa kesi ya mtu mwingine, lakini vile yanavyotolewa maelezo ya kosa, jamaa akaekewa boksi zito. Bana, niwekee huu mzigo wangu, naomba uniazime 200,000. Jamaa ananidai pale, nikampe, nikija kuchukua mzigo wangu na kurejeshea. Na sisi tulivyokuwa waaminifu, jamaa akatoa 200,000 dukani kwake shamba huko kaskazini, kampa mtu 200,000, kapewa mzigo, boksi jipya limepigwa solar tape vizuri kama lina bidhaa ghali vile. Jamaa kakaa na mzigo mpaka saa 4, 5, 6, 7, kafunga duka, mwenye mzigo hajaja. Akaona hebu nifungue, kwani mna nini? Mna mawe bana. Sasa mawe yanafunguliwa mahakamani, jamaa si acheke. Jela. Kacheka kituko jinsi mtu alivyoibiwa 200,000 kwa mawe. Kucheka kwake kumempeleka jela. Tumekutana. Huwa tunachukua na maelezo. Mwenzetu umekuja kwa nini? Mimi bana, kosa langu nimefanya hivi na hivi na hivi.
basi tunajuana. Sasa hapa duniani watu wanadhibiti mambo yao, hapa hutakiwi hivi, unatii. Kwa Mungu je, inakuwaje? Wewe unaambiwa watu wa mwanzo mpaka wa mwisho wamekusanywa mahala pamoja, kama kila mtu anaongea, si inakuwa fujo? Udhibiti utakuwa wa hali ya juu. Haongei malaika, haongei mtu, haongei jini, mpaka utakiwe kusema ndo utasema. Na hivyo ukitakiwa kusema, useme kile ulichotakiwa useme, usiongeze story. Imefahamika hiyo? Ndo siku ya kiyama hiyo. Yauma yati, siku kitakapokuja kiyama, la takallamu nafsun, hakuna nafsi itakayoongea, hasemi mtu, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni yake Allah. Yauma yati dhalika alyawm arrahib, siku itakapokuja hiyo siku yenye kutisha, yani kiyama kikija, la yatakallamu ahadun, hakuna yoyote atakayeongea, illa biidhnillahi taala, isipokuwa kwa idhni ya Allah. Maana yeye mwenyewe ndo jaji mkuu, hahitaji wakili wa kujitegemea, hahitaji muendesha mashtaka wala mpelelezi wa kosa. Kila kitu rekodi zipo, keshaweka kumbukumbu zake vizuri. Faminhum, katika hao watakaokuwa wamehudhuria siku hiyo, sisi viumbe watuhumiwa, minhum shaqiyun wa sa'id, mwisho wa kesi watakuwemo watu waliofaulu na waliofeli, wema na waovu, wa peponi na wa motoni. Maamuzi ndio yatatoka siku hiyo. Wewe ushatumia hapa time yako, ushaishi miaka yako 80, 60, 50, 25, ushakwenda na maji. Kile ulichokifanya hapa ndani ya muda ulioishi ndo kinachoenda kupigwa tathmini siku hiyo, alafu upewe matokeo yako. Ukitumia muda vizuri unalipwa neema zako, ukiutumia muda vibaya utalipwa shari zako. Faminhum, miongoni mwa watakaokuwa wamehudhuria siku hiyo, shaqiyun wa sa'id, watatoka watu hapo, wengine wanashakawa waovu, wa sa'id, wengine ni wema, wanaenda zao janna. Yani famin ahli almawqifi, katika watu watakaokuwa wamesimamishwa kwenye kisimamo hicho, watakuwa wamegawanyika makundi mawili. Shaqiyun, atakuwepo mtu muovu, kafanya vibaya, kacheza na time, kafanya maasi. Wa minhum, na miongoni mwa watu watakaokuwepo siku hiyo, sa'idun, atapatikana mwema, katumia wakati wake vizuri, kajiandaa, kapata matokeo ya kufurahisha. Ka kaulihi taala, kama kauli yake Allah alivyosema, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kuna kundi litakuwa ni la watu wa peponi, Allahumma ja'alna minhum, na kuna kundi jingine litakuwa ni la watu wa motoni, wal billahi min dhalik. Kutokana na muda, inshallah tuweke hapo kwa leo, tutakuja kuendelea kesho kwenye darasa yetu inayofuata biidhnillahi taala. Ila kama dasturi, narudia tena mara moja tafsiri ya neno kwa neno hapo tuliposoma leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walaqad arsalna Musa biayatina, kwa hakika tulimtuma Musa na tukampa aya zetu. Aya ni za kitabu na ile miujiza. Wa sultani mubin, na tulimpa nguvu ya kiuongozi, alikuwa na sulta, ana authority and power. Tulimtuma awe kiongozi kwa watu wake, na tukampa aya za kuwaongozea watu wake. Tulimtuma ila Firauna wa malaihi, aende kwa Firauni na viongozi wenziwe. Fatabau amra Firauni, lakini watu wa Firauni hawakutaka kumsikiliza Musa, wakafuata amri za Firauni. Niabuduni mimi, ana rabbukumul ala, mimi ndo Mungu wenu mkuu. Wakautambua uungu wa Firauni, hawakutaka kuutambua uungu wa Allah na mtume wake Musa. Wama amru Firauna birashidin, na amri ya Firauni haikuwa na uongofu wowote, hakuwapeleka watu wake mahala pema. Yakudumu qaumahu yawma alqiyama, Firauni atawatangulia watu wake mbele siku ya kiyama, yeye anaenda na watu wake watakuwa wanamfuata nyuma. Faauradahum nar, kawaingizisha watu wake motoni.
wa bi'sal wirdul mawrud, ni mahala pabaya mtu kwenda kupata mapumziko hapo, kawapeleka mahala pabaya. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm alqiyama, wamefungamanishiwa pamoja na adhabu ya duniani, wamefungamanishiwa na laana, wameadhibiwa na huku Allah hayuko radhi nao. Na siku ya kiyama pia watafufuka kutoka kwenye makaburi yao wakiwa wana laana, Allah anachuki nao. Bi'sa rifdul marfud, hayo ni ataa mbaya ambayo watapewa watu. Tunasema rifdu ni msaada ambao watu huwa wana uhitaji. Kwa hiyo msaada utakaohitaji siku hiyo ni mbaya mno utakaopewa, upewi msaada mzuri. Dhalika min ambai alqura naqussuhu alaika, hizi ni katika taarifa za miji iliyopita zamani tunakusimulia. Minha, miongoni mwa miji hiyo, na mji si ardhi si nchi, ni wale watu wanaoishi kwenye huo mji. Minha qaimun wa hasid, mingine ipo wanaendelea kuishi watu, lakini mingine haipo, haina athari za maisha ya watu. Wama dhalamnahum, tumewaangamiza lakini hatukuwadhulumu. Kuangamia kwao si kwa sababu tumewadhulumu, Allah hadhulumu kiumbe wake. Wama dhalamnahum, na hatukuwadhulumu kwa kuwaangamiza kwetu, walakin zalamu anfusahum, lakini wamejidhulumu wenyewe. Fama aghnat anhum alihatuhum, tulipopeleka kwao adhabu zetu, miungu yao haikusaidia chochote. Fama aghnat anhum, haikuwasaidia, alihatuhum, miungu yao, allati yad'una min duni llahi, waliokuwa wanaiabudu badala ya Allah. Min shay, haikusaidia chochote, haikutoa hata msaada mdogo mdogo. Lamma jaa amru rabbik, lilipokuja jambo la Mola wako, miungu ilinyamaza kimya, haikuchangia chochote kuwasaidia wale wataabadi wao. Wama zaduhum ghaira tatbib, miungu ipo lakini haikuzidisha chochote zaidi ya maafa. Miungu ipo lakini haikuzidisha chochote zaidi ya maafa kwa watu wao. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, hivi ndivyo anavyoadhibu Mola wako anapoushika mji. Akisema mji fulani ninauadhibu, watu wa mji huu ninawaadhibu, hufanya Allah kama hivi. Idha akhadha alqura wa hiya zalimatun, anapouadhibu mji unapokuwa umedhulumu, yani anawaadhibu watu wa mji wanapokuwa madhalimu. Allah hufanya hivyo, na yeye huwa analazimishwa kufanya maamuzi magumu sometimes Allah, na viumbe wenyewe ndo anomlazimisha afanye maamuzi magumu. Inna akhdhahu alimun shadid, hakika kuadhibu kwa Allah kuna uma, ni kukali. Inna fi dhalika la aya, mukizingatia simulizi hizi munapata ishara nyingi za kufahamu uwezo wa Allah. Lakini ishara hizi, mawaidha haya, mazingatio haya, liman khafa adhab al-akhirah, ni kwa yule mtu anayeogopa adhabu za akhera, japo yupo duniani lakini anaogopa akhera. Huyo ndo huwa anaelewa kitu zikisomwa hizi aya. Dhalika yaumun, hiyo siku ya kurudi kwa Mola wenu, siku ya akhera, hiyo ni siku ambayo majmu'un lahu nasu, watakuwa wamekusanywa watu wote mahala pamoja siku hiyo. Wadhalika yaumun mashhud, hiyo ni siku ambayo kila kiumbe atakuwa hapo, yupo, hakosekani hata mmoja. Shahid manake hadhir, mashhud sote tutakuwa hadhirun, tumehudhuria hapo. Hakuna atakayekuwa missing, haonekani, hakupatikana. Wama nuakhiruhu illa liajalin ma'dudin, na msione inachelewa siku yenyewe, hakuna inachokichelewesha isipokuwa imepangiwa muda maalum, haujafika tu bado. Ukifika hata kama ni kesho, basi mtaona taathira yake. Yauma yati, siku itakapokuja kiyama, la takallamu nafsun, hakuna atakayekuwa na uwezo wa kuongea, wote kimya, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya Allah. Sema, ndo unasema. Nipe taarifa, unatoa taarifa. Ilikuwaje, unaelezea. Basi
hamna kuzidisha. Faminhum, miongoni mwa hao watakaokuwepo siku hiyo, siku ya hukumu, shaqiyun wa sa'id, wengine watakuwa waovu na wana mahala pao pa kwenda pa kufikia, na wengine watakuwa ni wema na wana mahala pao pa kufikia. Tunaweka kwenye aya 105 hiyo leo, 106 tutakuja kuendelea nayo kwenye darasa ijayo biidhnillahi taala. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.